Umeeleza ya kwamba wakati wa uchaguzi huu uliambatana na vurugu. Unahisi nini hasa ilikuwa chanzo cha vurugu hizo, Dr. Bashiru? Ni vigumu kusema ukweli kujua chanzo chake zaidi ya kujua madhara yaliyotokana na vurugu hizo. Na nadhani mimi naungana na wale wanaotoa rai, ikiwemo rai kutoka kwenye mamlaka ya uongozi wa nchi yetu kupitia kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rai ya kuwataka vyombo vya ulinzi na usalama na hasa kuundwa kwa chombo cha kuchunguza. Kwa sababu bila kuunda chombo cha namna hiyo cha kuchunguza, itakuwa vigumu kujua kwanza chanzo cha vurugu hizo. Lakini pia hata tukijua chanzo cha vurugu hizo zitakuwa ni sababu ambazo ni za kufikirika. Lakini pia hatuwezi kujua kiwango cha madhara na maafa yaliyotokea. Na tukikosa taarifa hizo kuhusu chanzo na madhara, inaweza ikawa vigumu pia sasa kutafuta ufumbuzi wa matatizo kama haya yasijirejee hapo baadaye. Kwa hiyo nadhani nisingependa mimi kuingia kwenye mjadala wa watu kuanza kufikiri hili na lile, kwa sababu pia na yenyewe itaanza kuongeza hisia ambazo zinaweza zikatunyima nafasi ya kujua kilichotokea. Lakini ni muhimu sana kujua ukweli wa kilichotokea, kujua sababu ya kilichotokea, kujua pia upeo wa tatizo lenyewe, lakini pia na madhara yaliyojitokeza. Katika hotuba ya Mheshimiwa Rais wakati anafungua Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alieleza kusikitishwa na yote hayo yaliyotokea katika uchaguzi, siku ya uchaguzi Oktoba 29, vifo vya watu, mali za watu vile vile kuharibiwa, na akatoa pole kwa waliofiwa, wakatoa rai ya kuwatakia heri wale wote waliojeruhiwa na kuwapa pole ambao mali zao ziliharibiwa vibaya. Unahisi sasa kama taifa ni nini hasa ambacho kinapaswa kufanyika ili tusishuhudie tena mambo kama haya kutokea katika taifa letu? Manake ni mambo mageni katika nchi hii. Yako mambo ambayo yamekuwa yakijadiliwa, yakiashiria kwamba tayari kulikuwa na mjadala wa baadhi ya mambo ambayo nchi inaweza